Na wakati huu tunazungumza, nimeona klabu ya soka ya Simba imemwongezea mkataba wa miaka 2 nyota wake Elie Mpanzu Kibisawala wa kuendelea kusalia Unyamani kwa kipindi kingine cha miaka 2 ijayo. Ni taarifa za namna gani kwa mashabiki wa Simba wakanda? Amini usiamini, Mpanzu ana mapenzi na Simba. Mpanzu ana mapenzi na Simba? Okay. Ya, ni kitu kizuri. Anaipenda Simba? Anaipenda Simba vibaya. Simba damu. Kinoma. Kagoma kwenda kwingine? Hawezi kwenda popote. Mpanzu anaipenda Simba. Aha. Kwa kitu pekee ambacho nime-notice pia kwenye ile picha, sidhani kama kuna mtu amegundua uwepo wa Mohamed Dewji kwenye ile picha kwa haraka. Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye wakati anakuja Tanzania kwa mara ya kwanza, mtu aliyepush Elie Mpanzu kucheza Simba alikuwa ni Mohamed Dewji. Nakumbuka wakati anatoka AS Vita alipata deal la kwenda KRC Genk na tayari alishakuwa hot topic hapa nchini, na bila nguvu za Mohamed Dewji labda Elie Mpanzu asingecheza Simba. Kwa hiyo muda wote amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wanakuwa monitored kwa ukaribu zaidi na Mohamed Dewji, na hata leo kuongeza mkataba wake Simba, unaona kabisa ni nguvu ambayo imewekezwa nyuma na Mohamed Gulam Dewji. Hii move ni nzuri sana kwa sababu moja kati ya impact ama moja kati ya kitu kwenye usajili wa wachezaji, unapozungumza usajili kwa ukubwa, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya kwenye usajili ni kuhakikisha kile kilicho bora kinaendelea kusalia. Hiyo ndo engo ya kwanza ya usajili, kwamba kwenye timu na wachezaji 30, hakikisha wale 5, hakikisha wale 2, hakikisha wale 3, hakikisha wale 10 ambao ni bora wanaendelea kusalia kwenye timu yako. Alafu baada ya hapo ndio unaweza ukaenda ukafanya maboresho kwenye nafasi zingine. Kwa hiyo ukipata mchezaji kama Elie Mpanzu, moja kati ya talanta ambazo zina uwezo wa kucheza klabu yoyote nchini Tanzania, kuna muda unatakiwa kuikumbatia na kuhakikisha kwamba anaendelea kusalia kwenye timu yako. Lakini kwa ukubwa zaidi, ku-extend mikataba ya wachezaji wa aina hii, wewe binafsi kama club inazidi kukupa wigo mpana wa kuwa na ubora kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu mimi huwa siamini mchezaji anasahau kucheza mpira ndani ya msimu mmoja tu. Yani Elie Mpanzu msimu uliopita awe moja kati ya wachezaji bora ligi kuu, alafu msimu awe hajui kucheza mpira. Kuna factors nyingi sana ambazo huwa zinasindikiza hivyo vitu, ikiwemo mazingira ya nje ya uwanja, kuna namna kuna issues za kisaikolojia ambazo huwa zinawakumba wachezaji, lakini the moment psychologically mchezaji anatulia, anaanza kurejea taratibu na mwisho wa siku anakop na wenzie na anaanza kucheza katika ubora zaidi. Kwa hiyo binafsi nikimtazama Elie, naamini bado ana span ndefu ya kucheza. I think kwa haraka naweza nikamtabiria labda na miaka mingine 4 ya kusalia Simba. Ubora sio Simba, ya kuzidi kucheza kwenye ubora wa hali ya juu. Tunafahamu changamoto za wachezaji wengi wa Kiafrika, huwa hawadumu kwenye ubora. Mara nyingi wachezaji wa Kiafrika span za ubora wao huwa zinadumu miaka 5 maximum. Halafu baada ya hapo wanaanza kucheza kwenye kiwango cha kawaida na unakuta wanaanza kuzurura kwenye timu nyingine. Kwa hiyo ukipata mchezaji ambaye ni exceptional, ndio huwa wanaenda miaka 10, baadhi nao sio wote. Kwa hiyo kwa Elie Mpanzu naamini bado tuna miaka mingine 3 mpaka 4 ya kuzidi kumshuhudia akicheza kwenye ubora. Kwa hiyo kwa Simba kuendelea kusalia naye, hapa tunazungumza 2027, so 2028. Kwa hiyo una uhakika wa kupata huduma ya moja kati ya wachezaji wazuri katika ukanda huu ambao wataendelea kuitumikia klabu yako. Lakini pia advantage nyingine kwa Simba ni kwamba ya kuwa na Mpanzu ni wigo mpana ambao wapo nao saizi kwenye safu ya ushambuliaji kwa mawinga. Ndio. Una Mpanzu ambaye tayari ashafunga magoli 2, una Aliba Sege magoli 2, yani Teora Force na magoli 2. Kwa ukiangalia kwenye ubora wa Simba ambao nimeubaini kwa mechi za karibuni, kwanza dirisha dogo tangu amefanya maboresho kikosi yao, ni kwenye safu ya ushambuliaji. Inawezekana kwamba labda balance ya timu wakati mwingine inakosekana kwa kosa wachezaji muhimu, ikiwepo issue nzima ya kukosekana kwa Jonathan Soa ambaye mpaka anasimamishwa na klabu kwa shofunga magoli 3. Ndio. Mshambuliaji ambaye of course Kinara kwa upande wao Selemani Mwalimu jana kaongeza idadi ya goli ngapi? Goli 5. Yes, goli lake la jana lolifunga amefikisha idadi ya goli 5. Lakini ukimwangalia kuna kitu ambacho na kilaki yule nani Selemani Mwalimu. Angekuwa ni mchezaji ambaye ana wastani mzuri kwenye kuconvert nafasi, lakini pia anahitaji kuboresha issue nzima ya pasi ya kwa kiujumla, mikimbio yake. Wangepata mshambuliaji wa maana pale katikati. Nafikiri kwangu mimi kupitia haya mawinga pamoja na Said Tani wao ambao tunamzungumzia Clatous Chota Chama, Simba angekuwa na faida zaidi ya kufunga magoli mengi zaidi kwenye game moja. Yaani naona wana wachezaji wengi sana ambao ni wazalishaji, lakini pia hata kwenye uwezo of course wa kufunga kipindi ambacho labda wanashambulia of course ni kubwa sana. Kwa hiyo namuona Mpanzu ambaye uwepo wake inakuwa ni
machaguo makubwa kwa kocha Steve Barker na Liba Segei, Anse Teura pia kwa wakati mmoja. Labda kinachosalia kama nilivyozungumzia kwamba akiboresha vitu ambavyo nimeviona kama ni mapungufu Selemani Mwalimu, ndio Simba atakuwa anashinda hata goli 3 goli 4 kwenye mechi. Idadi ya mabao itaongezeka Simba. Ni kubwa. Wewe niambie sasa hizi timu gani kwenye taifa hili la Tanzania ina mawinga bora? Niambie kumzidi Simba. Okay, kwa hiyo Simba ndio timu yenye mawinga bora kuliko timu zote katika ligi kuu. Kwa saizi tunavyoshuhudia Simba anachokifanya. Simba ina mawinga wengi sana ambao wana quality bora. Singida Black Stars wana winga zina namba bora, kiwango kikubwa. Kinachokosekana kwa Singida wakati mwingine ni consistency. Mfano kwa Lamine Jaju kiwango Jaju ametuonesha mechi 3 mfululizo saizi. Tunapozungumza 3 mfululizo, lakini before hapo alikuwa na laki hicho kitu. Kwa mfano kwenye siku za hivi karibuni Lamine Jaju kwenye namba tunasema mechi 3 hizi mfululizo. Na hata ukija kufanya tathmini ya mawinga wa Simba tutaanza kuzungumza tangu asajiliwe dirisha dogo, ambapo pia tukifanya span ya mawinga wa Singida wanaanza kuhesabia pia kwenye dirisha dogo. Sababu winga namba mwingine wa Singida ni Mosi Nduumwe ambaye talent ya tukianza kuzungumza in terms of talent tukaja kuzungumza in terms of contribution, Mosi amewazidi mawinga wote wa Simba ukiwa combine. Sasa sio kama moja wa combine wote, yani chukua Libase, chukua Aniset wa combine, hawana namba za Mosi. Okay, sawa. Ndio maana nimezungumzia kwa Simba kwa games za karibuni ambazo nimezishuhudia, wale mawinga wana wastani magoli 2 na assist, wao washuhudie vizuri. Kwa hiyo wakiendelea kushinda kwao ni advantage kubwa zaidi kutengeneza conference na hata timu yenyewe kuendelea kupata matokeo mazuri. Okay. Singida ambacho mimi nawadai issue ya consistency. Yaani kuna wakati tunaona kabisa Singida wanapotea. Sikataa anachozungumzia wafozi wa kanda. Mfano wewe tunamzungumzia Lamine Jaju. Jaju kaperform vizuri sana. Kwa mechi ya Simba kama nakumbuka vizuri, ameassist wakati ule. Kuna mechi ambazo zimefuata wakati kati, kuna mechi ya Mbeya City, kuna mechi ya Tanzania Prisons, kaperform vizuri. Lakini hichi kitu atakifanya katika muendelezo ule. Hilo ndio swali langu. Lakini Simba ndio motisha na kinachoonekana kwa wachezaji wao wanatishia. Na ndio kwambia tukimtoa Simba inawezekana Singida kweli akafanya. Na mimi Simba na mawinga. Swali peleka maiki kwa Kevo. Wakati umezungumza kusema Simba ndio ina mawinga bora kwa performance ya hivi sasa kuliko timu zote kwenye ligi kuu ya NBC, Kevo alikuwa ameitikia ila kwa mbali akataja Singida. Nilikuwa nawaza angesema ni Young Africans, lakini anasema Singida kwa maana Kevo naungana na Brain kwa maana Simba ina mawinga bora pengine kuliko Yanga. Sasa issue za timu gani na mawinga bora ina depend na mifumo ya timu nyingine. Okay. Timu nyingine hazipendi kutumia winga. Wako makocha washakuja Tanzania hapa tunaona wako razi wacheze na double striker waue winga upande mmoja. Kwa hiyo swala la winga fulani anafanya vizuri, nadhani hilo labaki kwenye decision ya makocha wanapenda kumtumia nani kwenye kikosi kipi. Kwa hiyo kuanza kusema sijui kwamba winga wa Simba sio wamezidiwa na Yanga. Pengine sisi Yanga tunamtumia Izra kutafuta magoli. Na ya Okwasi na kina Zimbwe hatutaki kutumia wingers. Okay. Kwa swala la winga hilo ni swala mtambuka. Mlikuwa mnaongelea kuhusu usajili hapa wa kuongezewa mkataba kwa nani huyo? Eli Mpanzu Kibisawala. Nikawa najiuliza mbona kwenye haya matukio ambayo watu wengi wa Simba wanaona kama ni furaha kwenye timu yao, uzioni picha za Murtaza Mangungu. Lakini kwa nini hawa kina Eli Mpanzu Kibisawala wakianza kushuka performance, wakianza kukosa magoli ya wazi, shutuma zinaenda kwa mwenyekiti. Nikaja nikakumbuka Zimu likujualo alikuli likakwisha. Wakanda anasema sijui kwamba watu walisema sijui Eli Mpanzu Kibisawala na mapenzi na Yanga, lakini anathibitisha leo ana mapenzi na Simba. Wakanda hajasema hivyo. Wakanda kasema Mpanzu ana mapenzi na Simba. Kauli yake ya mapenzi na amesikia huko kwamba Mpanzu ana mapenzi na Yanga. Kwa hiyo yeye kaja baada ya kuongeza mkataba kathibitisha, lakini niwaambie tu ukweli. Ameongezewa mkataba. Hizo skendo mlikuwa mnasikia sijui ana mapenzi na Yanga, sijui anakuja Yanga. Sisi tulikuwa tunawaingiza kwenye mkenge. Eli Mpanzu Kibisawala ndo most overrated winger na footballer kwenye ligi yetu. Ni overrated kwa sababu gani? Eli Mpanzu Kibisawala tokea amekuja, namba zake hazitishi. Ninyi waandishi wa habari mnampa promo. Hawezi kaniambia mchezaji amezidiwa tuzo za man of the match na Chobwedo. Eli Mpanzu Kibisawala tokea amekuja Tanzania hajawahi kushinda tuzo ya man of the match kwenye hizo mechi ambazo mmekuwa mkimsifu. Yaani kushinda, mimi nasema vipi Eli Mpanzu Kibisawala ni mchezaji bora? Kushinda man of the match ndio ina determine kwamba ni bora. Ambacho wewe unaamini leo Eli Mpanzu Kibisawala Simba wamefanikiwa kumbakisha mchezaji bora? Yaani kafanya kitu gani ambacho wewe utanishawishi mimi? Juzi hapa alama 3 dhidi ya Singida. Alama 3 hizo ashatupa sisi hadi huyo Isra Mwenda.
hizo alama 3 hizo anakupa hata mchezaji. Fabrice Wangoi kawapa alama ngapi na Mungu? Mbona mumzungumzi? Narudia tena, Elie Mpanzu Kibisawala ni most overrated player kwenye ligi yetu kwa sababu namba zake na anachokifanya uwanjani ni kidogo kuliko promo wanaopewa na waandishi wa habari. Wote ni mashahidi. Elie Mpanzu hapa alirudi kwenye mudi yake tu ya kutokufunga. Nyie mkaamini ameshuka kiwango. Lini Elie Mpanzu kwenye mechi amefunga magoli 2 ya assist mara moja? Kitu ambacho Chama anakifanya kila siku, kitu ambacho Pacome anakifanya mechi after match. Elie Mpanzu nyie ndio mnampa sifa ya kuwa mchezaji wa huko, lakini mchezaji wa kawaida. Sasa Chobwedo huyu leo hii ana tuzo za man of the match hizo za kubangaiza karibu 5. Elie Mpanzu kama tunaamini ni mchezaji bora. Chama amekuja Simba juzi, ana man of the match ngapi? Libasagwe amekuja juzi tu ambao ni winga ambaye mpya kwenye timu. Ana tuzo wanaogawa tuzo tunawaona. Issue ya tuzo haidetermine ubora wa mchezaji. Ubora wake uko wapi? Mimi nitakupa mfano miwili. Messi ameanza kucheza La Liga 2005 kama 2006. Amekuja kushinda tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Neymar kabla ya Messi, ambaye Neymar ameingia La Liga 2010 na kitu, yani kwenye span ya miaka zaidi ya 10, na Messi alikuwa hajawahi kushinda tuzo ya mchezaji bora wa mwezi. Amekuja kuishinda Neymar kabla hata ya Messi. Kevin De Bruyne anakuwa MVP wa ligi kuu Uingereza, hajawahi kushinda tuzo ya mchezaji bora. Umeona mifano yake huyu wa star? Nipe mifano ya Tanzania. Ngoja nimalize. Hiyo nimekupa mifano ya Ulaya, nipe ya Tanzania hapa kwenye ligi yetu. Utakapokuja kumzungumza Elie Mpanzu ndani, yawezekana asiwe amewahi kushinda tuzo nyingi za mchezaji bora wa mwezi, lakini impact ya Elie Mpanzu ndani ya klabu ya Simba inaonekana moja kwa moja msimu uliopita na hata kwenye baadhi ya michezo msimu, kwa sababu leo nazungumza namba top assist wa ligi yetu ni Elie. Ni Faisal ana 6, anafuata Elie ana 5. Faisal ana 6, Elie ana 5. Elie Mpanzu ana 5. Na Faisal ana 6. Faisal ana 6, Elie Mpanzu ana 5. Huyu ni mchezaji ambaye yupo kwenye kiwango cha chini, lakini tayari amerekodi assist sana. I think pia ana goli takriban 3 kwenye ligi. Ana goli 2. Hiyo ile hapo nakuja kwamba mchezaji ambaye yupo chini ya kiwango, namba zake tayari amerekodi goal contribution 7. Unaona mchezaji wa aina hii, lakini kwenye eye test, ukiachana na namba, kuna kitu kinaitwa eye test. Unapomtazama mchezaji Elie Mpanzu, huwezi ukamlinganisha na huyo mchezaji ambaye umemtaja Ramadhan Chobwedo, kusema kwamba kisa Chobwedo ana MVP, ana tuzo za man of the match ndio afanane na Elie Mpanzu. Hapana. Yani kuna muda kwenye mechi unazocheza wewe Chobwedo utacheza na Pamba, kuna muda ukicheza na Pamba utakuwa MVP, kuna muda wewe Chobwedo utacheza na Namungo, Chobwedo utakuwa MVP. Lakini kwenye cycle ya Elie Mpanzu yawezekana pia ubora wa wachezaji wengine ndani ya club. Elie Mpanzu anacheza na watu kama Libasegei, Elie Mpanzu anacheza na watu kama kina Kratos, Elie Mpanzu anacheza na watu kama sijui kina Aniset Ura. Kuna muda yeye atakupa, ila man of the match tuzo itaenda kwa Kratos Chota Chama. Kuna muda Mpanzu atacheza vizuri ila tuzo inaenda kwa Libasegei. Kwa hiyo ubora wa klabu anayocheza inaweza ikawa inamnyima hizo tuzo, kwa sababu wengine pia wanaweza kawa na perform ya kila hiyo, ndio hisia kwamba Mpanzu ni moja kati ya wachezaji bora sana ligi yetu. Wakanda of course, kwa kumalizia, Mpanzu msimu jana alikuwa na assist almost 6 na alikuwa na magoli 4. Lakini mpaka sasa hizi kwenye mechi 14 ambazo amecheza, unaenda nusu msimu, Mpanzu tayari ana assist 5, ana goli 2. That means kwamba ana room tena ya kuendelea kuboresha hiki ambacho kilichopo. Na kwa kukazia kwenye hii hoja, nusu msimu aliocheza uliopita ule Elie Mpanzu alikuwa bora sana. Kwa huu msimu ulivyoanza, Mpanzu hakuwa katika ile winning mentality ambayo alikuwa nayo kwa msimu uliopita. Kulikuwa kuna changamoto nyingi, alifiwa na mwanae na baadhi ya changamoto nyingine ambazo ups and down kwa mchezaji, of course kitu cha kawaida. Lakini kwa moment ambayo Simba saizi yupo nayo, na yeye mwenyewe kuonekana kuanza kugain kwenye engo ya kufunga na kuassist, na muona of course ana install performance ya ile nusu msimu uliopita.